Baba mtakatifu na Mungu wetu, asante Bwana kwa wema wako na nguvu zako. Siku hii tena ni siku njema kwa ajili ya somo hili la kina linalohitaji uelewa wa hali ya juu ili mwanadamu aweze kuokolewa. Naomba umbariki msikilizaji, nibariki na mimi ili jina lako litukuzwe. Uongozi wa Roho wako Mtakatifu ndio uwe pamoja nasi. Katika jina la Yesu, amena. Mtazamaji na msikilizaji, karibu sana katika kipindi hiki cha kujifunza maandiko matakatifu kwa ajili ya wokovu, hasa katika siku hizi za mwisho. Leo ninalo somo ambalo kwa kweli ni somo muhimu sana kwa ajili ya kuelewa hatima yetu sisi wanadamu ni nini. Watu hawajui hatima yao. Wengine wanajua tu kwamba hatima yao inaishia hapa duniani basi. Lakini ili uweze kujua haya mambo ya umilele, mambo ya Mungu uweze kuyajua, ni lazima ufahamu kwa kweli Mungu ni nani na Yesu ni nani. Na bahati nzuri sio kwamba sisi ndio tunamgundua Mungu, lakini Mungu amejifunua kwetu. Amejifunua kwetu kupitia maandiko matakatifu. Yeye ameamua kujifunua kwetu. Na amejifunua kwa kupitia manabii. Sema waaminini hao manabii. Amejifunua kwa kupitia Yesu Kristo. Amejifunua kwa kupitia mitume wake. Amejifunua. Kwa hiyo watu waliovuviwa kwa njia ya Roho Mtakatifu ambaye ndio muunganishaji waliweza kuyasema haya. Na kwa kweli, kwa sababu ndani ya nafsi zetu Roho Mtakatifu kwa kweli anafanya kazi, kwa hiyo anatusadikisha katika hayo. Ingawa na shetani naye anafanya kazi ili kuweza kuzima usadikisho huo. Lakini mwanadamu lazima asadikishwe, alafu akatae mwenyewe. Sasa somo la leo inasema wasifu wa kina wa Yesu. Wasifu wa kina wa Yesu. Wakristo wanamwamini Yesu Kristo kuwa mwana wa Mungu na ametumwa ili kuja kumfunua Mungu Baba. Na kwa kweli ukiifuata ule uungu, Yesu Kristo ni Mungu mwenyewe. Sasa swala hili halisemwi tu rahisi. Mtu ambaye Roho Mtakatifu hamuongozi, huwezi ukamwambia hili likamwingia akilini. Kwa sababu mtu anayewaza, upeo wake wa kuwaza ni katika dunia hii. Yaani ni mwisho. Anawaza katika mzunguko wa dunia hii. Katika globo hii ndiye anachowaza. Hawezi akaelewa. Kwa sababu anachojua ni kula na kucheka na kuzaa watoto na kadhalika. Ndiye anayoyajua ya dunia hii. Lakini mambo ambayo yako ng'ambo ya dunia, ambayo Mungu amejifunua kwetu, kama huna Roho Mtakatifu sio rahisi kuyaelewa. Lakini hata hivyo kwa kweli watumishi wa Mungu wamekuwa na uwezo na nguvu na wanajazwa na Mungu Mtakatifu ili kuweza kuyafunua mambo haya. Kwa hiyo mambo haya Mtume Paulo naye aliweza akayasema, akaweza kumwelezea Yesu ni nani na akamfunua. Ni mambo ya ajabu kweli kweli. Na huyu Paulo angalia wasifu wake hata yeye mwenyewe anapokuwa akifunua kuhusu Yesu yukoje, kwa sehemu yani tone dogo ambalo tunaweza tukalielewa. Yeye naye ni nani? Huyu ukimwangalia Paulo ambaye kwa kweli alizaliwa Tarso, yeye huyu alikuwa ni Farisayo huyu. Lakini vile vile huyu Paulo alikuwa amezaliwa katika mji ambao
ni njia panda, maunganiko ya mji wa kibiashara ambao mabarabara karibu manne yameunganika kutoka huku na huku na huku na huku. Unaweza ukasema kama leo mji wa Dubai jinsi ulivyo muunganiko wa nchi mbalimbali, yaani ndege zile zinatua pale kutoka nchi mbalimbali. Tarso ulikuwa ni mji wa kibiashara, lakini baba yake vile hakuwa haba, alikuwa ni familia ya Kifarisayo, watu waliokuwa na uchumi wa mzuri. Paulo huyu alikuwa anajua vile lugha 4, anaweza kuziongea vizuri, anazifahamu vizuri, alikuwa anaweza kujua. Huyu Paulo huyu alikuwa ni jasiri, ana uwezo. Akifanya kazi yake katika jinsi ya mwili, alikuwa anataka kazi yake ifanikiwe. Yaani kama jinsi leo spirit ya Wajapani, roho ya Wajapani ilivyo, wanataka mafanikio, wanataka matokeo. Naye Paulo alikuwa ni hivyo hivyo. Paulo huyu Yesu alipoangalia uwezo wake akaamua kumtumia Paulo. Paulo huyu ukienda katika Wakorinto wa pili 12, Paulo huyu alipelekwa mpaka kwenye mbingu ya 3. Na mbingu ya 3 ukisoma katika vitabu vya roho ya unabii, anasema mbingu ya 3 ni makao makuu ya Mungu Baba. Alienda akaona, na alichokiandika kule, anasema macho yake hayakuamini wala hayakuweza kuingia katika akili za mwanadamu. Yaani hata kama angeandika, kwa sababu hayo mambo hayajawahi kusikiwa hapa duniani, hakuna ambaye angeelewa. Kwa hiyo anasema kwamba ni mambo ambayo kwa kweli hayapo katika akili za wanadamu, aliyoyaona kule. Huyu Paulo huyu ndiye ambaye anapewa sasa uvuvio wa kuandika wasifu kwa angalau kwa kidogo wa Yesu Kristo. Hebu tumwangalie sasa. Huyu Paulo ameandika kutoka katika hiki kitabu cha Wakolosai. Ameandika nini katika Wakolosai? Wakolosai ngapi? Anasema Wakolosai 1 fungu la 16, anaandika kwamba sikiliza, ili uweze kumjua Yesu ni nani. Na kwa kweli ukimjua Yesu ni nani, ni rahisi kumwamini. Unamwamini yule unayemjua kwamba huyu ni nani, uwezo wake uko namna gani, staili zake ziko namna gani. Ni mpaka umjue Yesu ni nani. Na ndiyo maana hata ambao wanapiga kelele sana kuhusu Yesu ni kwa sababu hawamfahamu. Hata Wakristo wenyewe inafika sehemu fulani kwa kweli hawamfahamu vizuri kwamba Yesu ni nani, hawamjui kwamba Yesu ni nani. Lakini sasa Paulo anaandika, anasema hivi, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Kwa kuwa katika yeye, yani nani huyo? Nani? Yesu Kristo. Vitu vyote viliumbwa katika yeye, vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi. Yaani vitu vyote vya mbinguni viliumbwa katika yeye, yaani ndani ya yeye vitu vyote vya mbinguni na vilivyo juu ya nchi viliumbwa, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani, vya mamlaka au vitu ambavyo wanasema ni mamlaka zingine ambazo sisi hatuzioni kwa macho. Viliumbwa katika yeye, vya enzi au vya mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake. Huyu anayesema njia yake ni nani? Ni Yesu Kristo. Paulo anafunuliwa kwamba kumbe vitu vyote, mamlaka yote, yani ziwe ni mamlaka ambayo hayako katika dunia hii au yaliyoko kwenye dunia hii, yote yalitengenezwa ndani ya Yesu na yaliumbwa katika yeye. Sasa mwisho anamalizia na kwa ajili yake. Fungu la 17 anasema naye amekuwako kabla ya vitu vyote. Anavyosema amekuwako kabla ya vitu vyote,
Tutaliona hili, tutalidadavua huko mbele, tuone kabla ya vitu vyote maana yake nini. Ina maana kabla ya kuumbwa vitu vyote. Kuna wakati niliwaambia kwamba nilimuuliza mtu mmoja nikamwambia, hivi Mungu ni nani? Akajibu kufuatana muktadha wa Biblia ambao unasema kwamba Mungu ni pendo. Nikaendelea kumuuliza, kama Mungu ni pendo, hivi upendo unaweza ukaonekana ukiwa wewe ni peke yako? Kaambia haiwezekani, mpaka muwe mtu zaidi ya mmoja. Kaambia you are fine. Kwa hiyo kama Mungu ni pendo, kwa hiyo ina maana hakuwa nafsi moja. Akasema hiyo logic ipo kabisa, kwamba kwa hiyo Utatu Mtakatifu ambao watu wanaopigia kelele unaweza ukawa kweli. Kwa hiyo kwa kweli inawezekana ikawa kweli, kwa sababu Mungu ni pendo. Haiwezi akajipenda mwenyewe akasema Mungu ni pendo. Na Yesu naye anasema kwamba alikuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Ukiona kitu kimeshikamana, hata kwenye jiwe hili unakuta kwamba kuna atom zimeshikamana, kuna electrons zimeshikamana, zinatembea, lakini zinazunguka nuclear. Wasomi wale wanajua zinazunguka ile nucleus ile, zinaizunguka. Wanasema huo ni uwezo wa Kristo yeye mwenyewe. Ni mambo ambayo ni ajabu sana. Ni uwezo wake ambao vitu vyote vinashikamana, hata wanadamu wanashikamana katika yeye. Kwa hiyo tukianza kuangalia mambo haya, unaweza ukaona, hebu tuanze moja moja tuliangalie. Unasema kwa maana katika yeye vitu vyote viliumbwa. Kwa hiyo Paulo anaonyesha kwamba Kristo ndiyo mfanikishaji wa kazi ya uumbaji, ndiye njia ya vitu kuumbwa. Yaani kupitia yeye vitu viliumbwa, kwa kupitia yeye. Sasa wanadamu kwa nini wasimwabudu? Yaani bila yeye sisi tusingekuwepo. Kwa nini asiabudiwe? Kwa nini na ukiuliza kwamba je, anayeumba watu ni nani? Ni Mungu. Na anasema kwamba kwa njia ya yeye vitu vyote viliumbwa. Hebu linganisha vile vile, sio Paulo peke yake. Hebu tuende katika Yohana moja fungu la ngapi? Fungu la 3. Yohana 1 fungu la 3 anasema vyote vilifanyika kwa huyo, yani Yesu Kristo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Sasa Paulo na Yohana hawakuwahi hata kuonana, inawezekana. Yaani hawakuishi katika wakati mmoja, lakini huyu anaandika kitu kinachofanana na kile cha Paulo, kuonyesha kwamba aliyemvuvia, aliyemwambia ni mtu yule yule. Aliyemvuvia Yohana ni yule yule, aliyemvuvia Paulo ni yule yule, kwa sababu kinasema kitu kimoja. Lakini twende vile vile katika Waebrania naye anasemaje? Waebrania 1 anasema, Waebrania 1 fungu la 2 anasema mwisho wa siku hizi, anasema na sisi katika mwana, yani Yesu Kristo, aliyemweka kuwa mrithi wa vyote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Angalia jinsi Yesu anavyosemwa. Yaani ukikuta mtu anasema Ukristo ni kitu cha thamani kubwa sana. Yaani Wakristo wanaye muumbaji ambaye alifanyika mwili, alichukua mwili wa mwanadamu. Yaani ni kitu cha thamani kweli. Niliposoma kule mbele utaona kwamba ubinadamu wetu ulivyo na thamani, Yesu alivyouchukulia, kwamba sisi hatukuumbwa ili kuja kupotea tu. Yaani hatukuumbwa thamani yetu iwe ya hali ya chini, kwa sababu yule ambaye amefanya haya mambo ametuumba. Vitu vyote viliumbwa katika yeye, ambaye anatuangalia. Ndiyo yeye aliyeshuka chini akaona mwanadamu huyu asipotee, yaani asije akapotea kwa kufanya kwake dhambi, kwa kudanganywa na Ibilisi na Shetani, akafanyika mwili ili kulipa
ile fidia ya dhambi, kwa sababu sheria inadai kwamba yeyote atakayefanya dhambi kufa lazima afe. Sasa anayetakiwa kufa ni nani? Anatakiwa kufa mwanadamu. Ili mwanadamu asipotee, Yesu akashuka ambaye ana wasifu huu. Hebu hilo tusiende sana huko kama somo letu ile. Lakini kitu cha pili anasema vilivyo mbinguni, yeye alivyoviumba vitu gani? Vilivyo mbinguni na vilivyo duniani, vinavyoonekana na visivyoonekana. Hii inashughulikia kila kitu katika ulimwengu, mwili wa ulimwengu wa kimwili, nyota, sayari, dunia, ubinadamu na mambo ya kiroho vile vile, yaani malaika, viti vya enzi na nguvu ambazo hazionekani. Anashughulikia vitu vyote hivyo. Yesu Kristo, vyote hivyo vyote vilitoka mikononi mwake. Hakuna kitu kilichopo nje ya mkono wake wa ubunifu. Hakuna kilicho nje, hakuna. Wanadamu wanaweza wakatafuta, lakini hakuna kitu kilicho nje ya Kristo. Na ndiyo maana tunaambiwa ombeni kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu yeye ndiyo mpaji. Lakini tatu, anasema vitu vyote viliumbwa na yeye na kwa ajili yake. Mambo ya ajabu kweli kweli haya, mambo makubwa mazito, kwa ajili yake yeye mwenyewe. Yaani kuumbwa sisi ni kwa ajili yake yeye mwenyewe. Yaani sio tu kwamba Kristo ndiyo chanzo, si eti ndiyo chanzo cha uumbaji, hapana. Yeye pia ndiyo kusudi la kuumbwa kwetu. Yaani makusudi ya sisi kuumbwa ni ili kuweza kumtukuza Yesu Kristo. Na tunapomtukuza Yesu Kristo, anatukuzwa Mungu Baba. Angalia walivyo na umoja ule, Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Yaani mwingine anaweza kusadikisha Mungu Roho Mtakatifu, halafu mwingine hata katika uumbaji tuliumbwa kwa kusudi lake Mungu Mwana, lakini ili Mungu Baba atukuzwe inakuwa ni kamili katika uungu. Kwa hiyo uungu, ukisema neno Mungu sio moja. Mungu ni nafsi tatu, lakini sio somo letu hilo. Hebu tuendelee, tuseme kila kitu kipo kufunua tabia yake. Yaani chochote kilichoumbwa kipo ili kufunua tabia ya Yesu Kristo na kutimiza mapenzi yake. Ukilinganisha Warumi vile vile 11, inasema Warumi 11 fungu la 38. Warumi 11 fungu la 38 anasema kwamba 11:38 anasema ni 38 hili. Warumi 11 fungu la 36, sio 38, 36 anasema kwa kuwa vitu vyote vyatoka kwake, yaani Yesu Kristo, vinatoka kwa Yesu, viko kwa uweza wake, tena vinarejea kwake. Na ndiyo maana Yesu atakapokuja, atakuja achukue wale wanaomwamini, tena vinarejea kwake. Sisi hatukuumbwa ili kufa, yaani na kupotea milele. Tuliumbwa ili tuishi milele. Dhambi ikaingilia kati, na ilipoingilia kati, muumbaji yule aliyetuumba naye akaingilia kati, akachukua ubinadamu, akaja akatekeleza utii wa kibinadamu, akafanya ubinadamu uwe na tabia ya sawa na Mungu. Alipohakikisha hiyo, akasema aminini kile ambacho mimi nimetekeleza, nimefanya utii kwa kutumia ubinadamu wenu. Wakati fulani nilikuwa naona njaa, nilikuwa naweza nikapatwa na huzuni kama mwanadamu, lakini bila kufanya dhambi. Kwa hiyo chukueni kwa imani hiyo iwe yenu, ili muishi milele kama mimi ninavyoishi milele. Ndicho alichokifanya Yesu. Kwa hiyo utukufu una yeye milele na milele. Amina. Hiyo ni fungu la 36 Warumi 11. Kwa maana vitu vyote vyatoka kwake na kwa njia yake na kwa ajili yake. Lakini 4, yeye yuko kabla ya vitu vyote. Hii inathibitisha uwepo wake
ni wa milele. Kabla ya kitu chochote kuumbwa, yeye alikuwako kabla ya kitu chochote kuumbwa, na kabla ya kitu chochote kuumbwa alikuwepo Mungu, na Mungu ni Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na ndiyo maana anasema Mungu ni pendo. Biblia inatuambia Mungu ni pendo, na pendo lazima liwe na nafsi zaidi ya moja, la sivyo haliwezi likaitwa pendo, haliwezi likaitwa pendo hata kidogo. Kwa hiyo wale wanaobeza kwamba Mungu kuna miungu watatu, hakuna miungu watatu. Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja ambaye ana nafsi tatu. Mungu ni yule yule mmoja. Hata ukienda kwenye Biblia inaandika Mungu ni mmoja, lakini katika Mungu mmoja huko kuna nafsi tatu. Yaani kusudi ili uweze kupata hao watu wamoja. Watu wengine wanabisha kweli kweli. Kwenye Biblia inasema kitu kimoja, swala la ndoa, kwamba mtu atamwacha baba yake na mama yake, atamchukua mkewe, na hao watakuwa kitu kimoja. Angalia hata mfano wa ndoa unakuambia kwamba mke na mme ni kitu kimoja, ingawa nafsi ziko mbili. Biblia inasema mtu atamwacha baba yake na mama yake, atashikamana na mke wake, na hao watakuwa ni kitu kimoja. Hata vile vile Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu ni kitu kimoja, katika nafsi tatu, ili upendo uweze kuthibitika. Anasema katika yeye vitu vyote vilijumuishwa. Nilikuwa kwamba yeye yuko kabla ya vitu vyote. Ndio namba 2. Ona katika Mika 5 fungu la 2, anasema ambaye safari zake zimekuwa tangu zamani, tangu milele zote. Mika anaandika, lakini 5 ndio tunakuja nasema kwamba katika yeye vitu vyote vinajumuishwa. Yaani vitu vyote vina solidify, vinaungana kwa kupitia Yesu Kristo. Na ndio maana yule anayejitenga na Yesu Kristo kwa kweli itabidi aondolewe, itabidi kwa kweli apogolewe, afanyiwe pruning, asionekane, kwa sababu vitu vyote vinashikamana katika Yesu, na hakuna kitu ambacho kitakuwa mbinguni akishikamani na Yesu Kristo. Kigiriki kushikamana pamoja maana yake ni kushikamana pamoja au kudumishwa, yaani kuendelea kuwepo. Yaani bila Yesu Kristo hamna kitakachoendelea kuwepo. Na ndiyo maana usipokuwa ndani ya Yesu Kristo, ukifa umekufa, yaani hutaonekana tena. Lakini ukiwa ndani ya Kristo, ukimwamini Yesu, wewe ukifa, maana yake kuna ufufuo ambao Kristo atakuja aendelee kutushika pamoja, na tunakuwa kitu kimoja. Makusudi ya Yesu itakuwa ni makusudi yetu, nia ya Yesu itakuwa ni nia yetu, akili za Yesu itakuwa ni akili zetu, tunachowaza yaani upendo wake utakuwa ni upendo wetu. Lakini vile vile anasema Yesu sio muumbaji tu, bali muhifadhi wa ulimwengu. Naposema ulimwengu, sisemei dunia, mimi nasemea ulimwengu pamoja na sayari zingine ambazo si za ulimwengu, sio za dunia hii, sio dunia. Kwa hiyo nasema kwamba kifo cha Yesu pale msalabani ni kujumuisha jamii ya wanadamu. Msalaba unatuhifadhi, yaani unaturudisha, kwa sababu kifo cha Yesu, kuna somo linalohusu msalaba. Yaani wengine msalaba wanafikiria ni kitu cha mchezo. Msalaba ni kitu kikubwa sana. Wengine wanatembea na ule msalaba tu, unafikiria kwamba kama mti ule wanatembea nao shingoni, wengine wanatembea nao wanaubeba kwenye mabega, wasielewe maana yake. Mantiki ya msalaba ni kuelewa kwamba Yesu alikuja kufanya nini. Yesu alikuja kuweza kutushikamanisha ili kutujumuisha pamoja na yeye na jamii ya mbinguni. Msalaba ndio umekuja kufanya kazi hiyo. Kwa namna gani? Umekuja kulipa fidia. Sisi baada ya dhambi tulitakiwa kufa, na kufa itakuwa ni kufa, sio kifo hiki tunachokufa, kifo cha milele zote. Tulitakiwa kufa yaani kufa kwa namna hiyo. Lakini vile vile msalaba ulikuja kufanya nini? Ulikuja kufanya reconciliation, upatanisho. Mungu Baba hakutani na dhambi.
lakini Yesu akabidi avae ubinadamu ili kwamba Baba ashike kiti cha enzi cha Baba, lakini atushike na sisi binadamu, akatupatanisha ili tusije tukaanguka tukapotea milele. Lakini msalaba una mambo mengine mengi mazuri sana, mazuri sana, kwa sababu katika msalaba roho ile ambayo ya Yesu iliyoshinda maumivu ya msalaba, iliyoshinda msalaba, ndiye anatupatia sisi ili tuweze kushinda dhambi. Ushindi huo ambao watu wanasema kwamba bana, sheria za Mungu haziwezekani. Roho ile iliyomwezesha kushinda Yesu Kristo katika ubinadamu wake ndiyo ambayo tunaipata sisi, na mambo mengine yako mambo karibu 10 na kitu msalaba ambao msalaba unayafanya umefanya katika dunia hii, na ni somo lake peke yake kabisa juu ya msalaba. Lakini tatu vile vile anasema Yesu huyu anafanya nini? Anadumisha nini? Anadumisha maisha, anadumisha mvuto, anadumisha utaratibu, anadumisha uwepo wenyewe. Lakini vile vile anaunganisha kwenye Waebrania 1:3 anaunganisha, akishikilia vitu vyote kwa neno lake. Hebu tusome Waebrania 3, Waebrania 1:3 anasema kwamba yeye kwa kuwa ni mng'ao yani Yesu anasema ni mng'ao wa utukufu wake. Utukufu wa nani? Wa Mungu. Yaani Mungu yeye haonekani. Ukionekana ule utukufu, ule mng'ao ni Yesu Kristo, huyo tafasiri yake, huyo ndio Mungu. Huyo ndio Mungu. Ndio maana anasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake. Wakati naangalia neno hili chapa, yani nilishangaa kabisa. Yani chapa tutaliona huko mbele. Chapa ya nafsi yake, chapa ya Mungu, akivichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu mbinguni. Hebu tuangalie mtumishi wa Mungu huyu alionyeshwa mambo mengi. Kanisa la Mungu lazima katika siku za mwisho lazima litembee na nabii. Kanisa hata wakati ule wa enzi ya zamani, wakati wa wafalme, wakati wa zamani zile Agano la Kale, kanisa lazima lilikuwa linatembea na manabii. Mwingine atasema kwani kulikuwa na kanisa wakati ule? Neno tu kanisa hili ndio limekuja kuibuliwa wakati wa Agano Jipya. Lakini kanisa ni watu wa Mungu. Yaani kanisa ni watu wa Mungu. Na zamani alikuwa haitwi kanisa, ilikuwa inaitwa wana wa Mungu au watu wangu. Hilo ndio kanisa lenyewe. Lilikuwa linatembea na manabii. Sasa yupo Ellen G. White anayetembea na kanisa katika wakati wa siku za mwisho. Ellen G. White maandiko yake yanatembea, yameonya mpaka mwisho wa wakati. Mpaka mwisho wa wakati. Yanalielekeza kanisa lake mpaka atakapokuja Yesu Kristo atakapokuja. Na kwa kweli maelezo yake yako compatible, yanaendana kabisa na Biblia. Wala hayapingani. Yeye anasemaje? Hebu tumwangalie. Kristo kama muumba anasemaje? Namba 1. Mwana wa Mungu ni mshirika wa kiti cha enzi cha Baba na utukufu wa yule wa milele ambaye ni Mungu aliyekuwapo mwenyewe akiwazunguka wote wawili. Hiyo ni Wazee na Manabii ukurasa wa 36. Lakini anasema vile vile kupitia Yesu Kristo, neno ambaye ni neno, nafsi ya Mungu iliumba mwanadamu na kumpa akili na nguvu. Shuhuda wa Kanisa volume 8 ukurasa 263. Lakini anaendelea anasemaje? Kristo hakuwa msaidizi tu, bali muumba mwenza, neno ambaye kupitia kwake yote yalitokea. Namba 2 anaandikaje huyu mama? Anaandika vitu vyote viliumbwa kwa ajili yake. Vitu vyote ambavyo Kristo alipokea kutoka kwa Mungu alivichukua ili kutoa. Kwa hivyo katika nyua za mbinguni, katika huduma yake kwa viumbe vyote viliumbwa kupitia mwana mpendwa. Maisha ya Baba hutiririka, maisha ya Mungu Baba hutiririka kwa wote
kupitia mwana zinarudishwa vile vile na katika huduma yake kwa viumbe vyote vilivyoumbwa. Kwa hiyo kupitia mwana mpendwa, maisha ya Baba yanatiririka kwa wanadamu wote, na wanadamu wote wanaporudisha sifa na shukurani zinapitia tena kwa mwana, zinamrudia Baba, utukufu unamrudia Baba, huduma ya furaha, wimbi la upendo. Hiyo inaandikwa katika The Desire of Ages ukurasa 21. Kila kitu kipo ili kuonyesha tabia ya Mungu ya upendo kupitia Kristo, kupitia Kristo, kupitia kwa Kristo. Lakini namba 3, kwa yeye vitu vyote vinajumulishwa. Yaani Kristo unaweza sasa ukija kibinadamu sasa, kwa sababu alionekana kama katika mwili, anasema kwamba Kristo msaidizi. Hata Roho Mtakatifu anasema msaidizi. Lakini sio tu kwa neno lake kwamba vitu vyote viliumbwa, lakini kwa nguvu zake kwamba vitu vyote vinasimama. Natoka kwenye Science of the Times ya Februari 13, 1893. Mkono unaodumisha malimwengu angani ni mkono wa Yesu. Mkono unaoshikilia katika mpangilio wa nyota ni mkono wa Yesu. Na utaratibu wote wa angani na malimwengu ambayo hatuyaoni ni Yesu. Na shughuli zisizochoka, vitu vyote katika ulimwengu wa Mungu, Yesu ndiye anavishikilia. Ni mkono ambao vile vile ulitundikwa pale msalabani. Angalia ni upendo wa namna gani. Ndio maana katika akili ya wanadamu haiji kwamba mkono huo unaoshikilia sayari ya angani, mkono unaoshikilia mamlaka na enzi na kila kitu huko katika mbingu, ndio mkono huo ambao ulitundikwa msalabani kwa ajili yetu. Na ndio unatakiwa uone ni upendo wa namna gani mwanadamu ambaye amekuja hapa ili kuonyesha tabia ya Mungu. Kwa kweli mwanadamu ana sifa ya pekee. Hii kimeandikwa katika ukurasa wa Education ukurasa 132. Hii inamaanisha Kristo yule ambaye anashikilia galaxy na clusters kwa mpangilio, pia anadumisha maisha yetu ya kiroho. Yaani tuna Kristo Yesu Kristo wa ajabu anayefanya mahusiano na sisi, na anagusa kiti cha enzi cha Mungu, yuko kule, na yeye ndio muumbaji, na yeye ndio mkombozi, na yeye ndio mtegemezaji. Mambo yote yanaunganishwa katika yeye. Lakini namba 4, kuwepo kwa milele kwa Kristo. Kristo alikuwa Mungu kimsingi, na kwa maana ya juu zaidi alikuwa pamoja na Mungu tangu milele. Mungu juu ya yote, aliyebarikiwa milele. Review and Herald ya Aprili 5, 1906. Kwa hiyo yeye yuko kabla ya vitu vyote. Anathibitisha umilele wake wa kimungu, sio kuthibitisha mwanzo wa kuwepo kwamba eti alianza lini kuwepo. Anathibitisha umilele wake wa kuwepo. Yaani ukiujua wasifu wa Yesu Kristo, imani yako itasimama kwamba wewe yule mpatanishi, kuhani aliye mbinguni, anayekutetea unapoomba, ananyosha mikono mbele ya Mungu Baba kwamba huyu naye nilimfia, huyu naye damu yangu ilimwagika kwa ajili yake, huyu naye kwa imani hawezi kitu chochote. Na kwa kweli hamna mwanadamu yeyote anayeweza kujitetea kwa yeye peke yake, kwa sababu wanadamu wote wamepotoka, wamefanya dhambi. Mambo yote ya mwanadamu ni ya kibinafsi, na ubinafsi ni dhambi. Chochote hata kilicho kizuri cha mwanadamu kimekuwa corrupted, kimepotoshwa na dhambi ndani yake. Hata kile kizuri cha namna gani kina dhambi. Kwa hiyo ni lazima kuwe na mtetezi ambaye anasema, chukua maisha yangu, chukua ushindi wangu, ili mimi nichukue dhambi zako, niende nikalipe, kwa sababu sheria inadai kifo. Sheria ilikosewa, ilivunjwa, inadai mwanadamu afe. Mimi nitakufa kwa ajili yake, lakini chukua haki yangu. Na sisi tunachukua haki yake kwa imani, na hiyo haki inatupa title ya kuwa mbinguni, inatupa wasifu wa kuwa mbinguni. Lakini cha pili, inatupa mabadiliko ya maisha taratibu, na ndiyo haki ya Kristo aliyechukua kwa Mungu Baba, kwa sababu Yesu alichukua haki kwa Mungu Baba kwa imani, na ndiyo maana inaitwa imani ya Yesu Kristo iliyofunua
haki kwa Mungu Baba. Ukienda katika Warumi 3, nafikiri fungu la 21 utalikuta hilo. Kwa hiyo wasifu huu wa Yesu Kristo ni wa hali ya juu mno. Wanadamu wanaposhindwa kwa kweli kutafakari kuhusu hilo, malaika wanashangaa, wanasema tumepewa nafasi ya hali ya juu ambayo hata malaika hawakupewa, wakuweza kumwelewa Yesu kwamba yeye ni nani na yeye ana nguvu kiasi gani, na tumekaribishwa, yani amechukua ubinadamu wetu akaufunga. Yesu akaufunga ndani ya moyo wake. Sisi tunapokuwa tunamwamini Yesu, kwa kweli ubinadamu wetu unafika mpaka kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Mungu Baba akubariki unapotafakari maneno haya, uwe na nafasi nzuri ya kumwamini Yesu Kristo kwa kuangalia wasifu huu. Ni katika jina la Yesu, amina.